Halmashauri ya wilaya ya Nyasa pamoja na wajumbe wa baraza la madiwani, tuna kila sababu ya kusema tujipongeze kwa kupitisha mpango na bajeti wa mwaka 2026/27 wenye thamani ya shilingi bilioni 33.3 ambao utakuwa ndio nyenzo ya kwenda kutoa huduma za halmashauri kwa wananchi wa Nyasa. Mengi yameongelewa, nisingependa kuongeza sana, lakini nisisitize tu na kuwasihi waheshimiwa madiwani pamoja na watendaji wenzangu kwamba bajeti hii ni subject to change. Hapa tulichofanya leo, tumeletewa rasimu na tunaitoa rasimu vile vile. Maana yake ni chombo cha kupitisha kwa mujibu wa sheria. Hii rasimu inayotoka tutarajia itakwenda kubadilika, lakini matarajio zaidi ni kwamba itabadilika kwa kuongezeka. Hivyo itakavyoidhinishwa, anayeidhinisha ni Bunge la Jamhuri ya Muungano. Tutakapoidhinishiwa bajeti yetu, tutapeana mrejesho tujue ni kitu gani tunachokwenda nacho kuanzia Julai 2026 mpaka Juni 2027 kama rasilimali ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo za halmashauri katika kipindi hicho. Hivyo niwaombe basi tuendelee kushauri, kutoa maoni kwa njia zilizo rasmi kwenye uboreshaji wa shughuli zetu za halmashauri na uendeshaji, lakini pale itakapoidhinishwa hii bajeti, basi tuwe bega kwa bega na watendaji katika utekelezaji wa bajeti hiyo kwa kipindi ambacho itakuwa imeidhinishwa, kwa sababu bila kuwa na ushirikiano katika eneo hilo, ndio tunafika mahali nyie mabosi zetu tunaanza kuwapa jukumu ambalo sio la kwenu, la kuanza kuhoji, la kuanza kukagua. Yuko mkaguzi anafanya kazi hiyo. Nyie kazi yenu ni kututuma sisi tuweze kufanya kile ambacho tumekubaliana katika mipango na bajeti. Kwa hiyo la msingi, unapoomba ulichopewa lazima ukifanyie kazi. Kwa hiyo ni waombe wataalamu, tusipunguze kasi, tuongeze juhudi ya kusimamia hiyo miradi ambayo ina fedha tayari, sababu hicho tunakiomba hatujakiona, hatujakipata. Kwa hiyo tuanze kwanza kusimamia kwa kile tulichokipata.